Mtazamaji wa Uondo TV, hujambo na karibu. Hii ni Uondo Michezoni. Mimi naitwa Aidan Jeremiah. Kuelekea mchezo wa nusu fainali kombe la shirikisho barani Afrika, yani raundi ya kwanza, Simba Sports Club dhidi ya Stellenbosch kutokea South Africa au Afrika Kusini. Sasa mwamuzi ambaye ameshateuliwa na shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika, yani CAF, tayari ameshabainishwa ni mwamuzi upi. Refa mzoefu Jean-Jacques Ndala kutoka DRC Congo ndiye amepangwa kuchezesha mechi ya kwanza nusu fainali kombe la shirikisho barani Afrika baina ya Simba Sports Club kutokea Dar es Salaam Tanzania dhidi ya Stellenbosch kutokea Afrika Kusini kwenye uwanja wa New Amani Complex visiwani Zanzibar Aprili 20 mwaka huu. Ndala mwenye umri wa miaka 37 amewahi kuichezesha Simba katika mechi nne tofauti za kimataifa ambapo ilishinda 2, imetoka sare 1 na kupoteza 1. Mechi ya kwanza ya ngambo kuchezesha Simba ilikuwa ni hatua ya makundi la ligi ya mabingwa barani Afrika msimu 2018-19 ambao ilipoteza kwa mabao 2-0 mbele ya Jisoula ya Algeria ugenini. Refa huyo akachezesha mechi ya raundi ya kwanza ya ligi ya mabingwa barani Afrika msimu 2021-22. Refa huyo akachezesha mechi ya raundi ya kwanza ya ligi ya mabingwa barani Afrika msimu 2021-22 ambayo Suni ilipata ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya Jwaneng Galaxy ya Botswana. Mchezo wa mwisho kwa Ndala kuichezesha Simba ulikuwa ni ugenini wa mashindano ya Africa Football League ambao Simba ilazimisha sare ya bao 1-1 dhidi ya National Al Ahly ya Misri. Ikumbukwe refa huyo amechezesha idadi ya michezo 81 ya kimataifa na ametoa zaidi ya kadi 200 na kati ya hizo ni nyekundu ni 6. Pia mwamuzi huyo alikuwa pilato wa mchezo wa fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika kati ya Yanga na USM Alger, mchezo ambao USM Alger ilipata ushindi wa magoli 2-1. Mtazamaji, hizo ndizo takwimu za mwamuzi ambaye ameteuliwa na shirikisho la mpira barani Afrika yani CAF, ambao ni kuelekea kwenye mchezo wa kombe la shirikisho barani Afrika yani Simba Sports Club dhidi ya Stellenbosch kutokea Afrika Kusini. Historia ambayo imeonekana kufuatiliwa na watu wengi kwenye mitandao ya kijamii. Je, swali ambalo la kujiuliza, Simba itapata nafasi ya kuweza kuitoa Stellenbosch kwa bahati ambayo imekuwa inakutana na mwamuzi huyu kwenye mashindano tofauti. Story kubwa ni hiyo ambayo imeonekana kutrendi kwenye mitandao ya kijamii, lakini Simba inatumia uwanja wa New Complex visiwani Zanzibar, uwanja ambao Simba kwenye michuano ya kimataifa haijawahi kutumia, lakini kutotumia uwanja wa Stadio Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam Tanzania. Na hiyo ni story ambayo imeonekana kuzua gumzo sasa kwenye mitandao ya kijamii, namna ambavyo Simba imezoea kwa kiasi kubwa kutumia katika dimba la Stadio Benjamin Mkapa, lakini kulingana na namna ambavyo CAF wameweza kuipiga bani uwanja huo wa Benjamin Mkapa, wanaona kwamba Simba watatumia uwanja wa New Complex visiwani Zanzibar, uwanja ambao ni bora, ambao CAF wameweza kudhibitisha kwa kiasi kubwa kwamba una vigezo vyote vya kutumika kwenye michuano ya kimataifa. Je, Simba itapata nafasi ya kuweza kutumia vizuri uwanja wa New Amani Complex visiwani Zanzibar? Kwa sababu asilimia kubwa kwenye historia ya Simba imezoea kutumia uwanja wa Benjamin Mkapa, namna ambavyo timu zimekuwa zinakuja katika dimba hilo kama National Al Ahly, Wydad Casablanca na timu zingine zimeonekana kuacha point katika dimba hilo. Hii ni Uondo TV, mimi naitwa Aidan Jeremiah.